cha Kalvari, pendo kuu la Yesu lilitosha Kalvari, msamaha wa dhambi liliupata Kalvari, pendo kuu la Yesu lilitosha Kalvari, msamaha wa dhambi liliupata Kalvari, alilipa deni langu kwa gharama ya mauti, alilipa deni langu kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi liliupata Kalvari, msamaha wa dhambi liliupata Kalvari, alilipa deni langu kwa gharama ya mauti, alilipa deni langu kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi liliupata Kalvari, msamaha wa dhambi liliupata Kalvari. Sema nasi Mungu wetu jioni hii. Ni siku ya 4. Tuko tayari kusikia kutoka kwako. Karibu tufundishe maneno yako. Roho wako atufunulie na maandiko tuweze kuyaelewa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu tusifundishe sasa. Karibu useme nasi kwa upendo wako. Amen. Pe Bwana makofi ya shukrani. Karibu keti. Ni siku yetu ya 4. Namshukuru Bwana ametupa neema. Hiyo leo ni siku ya 4. Lakini ikiwa ni siku ambayo pia kwa wale ambao tumekuwa na mfungo huu kwa sehemu kubwa tunaumalizia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kukumbushe jioni ya leo tutatoa bahasha kwa ajili ya shukrani au sadaka ya shukrani ya semana hii, ambayo bahasha hizo tutazitoa kesho kwenye ibada zetu tunapomalizia. Japo tutamaliza kabisa, lakini tutamalizia somo hili kwa sehemu siku ya Jumatatu kwenye ibada ile ya siku ya pili ya Pasaka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukumbushe tulitoa bahasha juzi za kuweza kubeba gharama ya semina hii na mission na uinjilisti na uongozi wao pamoja na idara hiyo
kwa akiendelea kuratibu. Kwa hiyo tukuombe kama jioni ya leo tunapotoa hiyo bahasha ya kuwezesha, ukuwa na bahasha hiyo, basi niombe kama ukuwepo na ukupewa bahasha hiyo, unaweza kuinua mkono wako ukapatiwa bahasha hiyo kwa ajili ya sadaka hiyo ya tutakayoitoa baadaye pale mwishoni. Lakini pia pale mwishoni tutatoa bahasha kwa ajili ya shukrani ya kongamano siku ya kesho. Kama huna bahasha ya inayosupporti semina hii, basi unaweza ukaipokea kutoka kwa watumishi wa Bwana. Unaweza kuinua tu mkono ukafikishwa pale ulipo, na pale mwishoni utatoa sadaka ya kesho. Tunaendelea kwenye kongamano, tutamaliza Jumatatu. Tunaendelea na sehemu hii ya somo hili na tutapiga hatua, japo kesho tutakuwa na ibada ambazo ni fupi, kwa sababu kesho ni siku ya sikukuu na tutakuwa na kusanyiko jioni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tutafanya kwenye ibada, nami nitasimama mapema kufundisha ili tupate nafasi ya kuomba na kuwatoa watu mapema kwenye ibada. Ibada ya kwanza tutaanza saa 12 kamili na itakuwa na mambo mengi kwa sababu tunajua ni sikukuu, na saa 1:30 tutakuwa tumetoka. Bwana asifiwe sana. Lakini ibada ya pili itaanza saa 1:30 pale, na saa 3 tutakuwa tunatoka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kizidi sana saa 3:30. Kwa hiyo jitahidi, Mungu akupe neema uweze kushiriki sehemu hiyo. Kesho tutakuwa na ibada kutokea saa 4 kwenda huko mbele, kwa sababu pia tunatamani kila mmoja aweze kupokea baraka za Bwana katika Pasaka hii, lakini pia uishi pamoja na familia yako angalau kwa muda kidogo. Na watoto wametoka shule pia wapate nafasi ya kukaa na wazazi kwa sehemu ndogo, wakabadilishane mawazo na kupeana mawazo mapya wanaporudi siku ya Jumanne shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kesho tutakimbizana na muda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kesho tutakimbizana na muda. Kwa hiyo nikuombe jitahidi kuwahi katika ibada saa 12 kamili na saa 1:30. Na leo pia nitamani nifundishe kwa sehemu fupi, alafu nikuruhusu uende ili uweze kufanya mambo machache kwenye familia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kichwa kinachosema itumie mauti ya Kristo Yesu kwa kufufua na kukomboa kila kitu kilichokufa kwenye maisha yako, kwa kukirudisha kwenye kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mmekuwa kwenye semina hii au kongamano hili na ningetamani kupeleka somo hili kwa wengi waweze kupata na kusikia kwa msaada zaidi. Siku zote hizi ambazo tumekuwa na somo hili limeenda hewani, kwa hiyo tupo kwenye YouTube account yetu kwenye Good Luck TV, Good Luck Channel. Pale unaweza kupeleka link hiyo na kwa wengine na wengine, na kama unasikia kufuatilia zaidi somo hilo kwa wakati mwingine utalikuta kule na utaendelea kujifunza zaidi kwa utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni somo ambalo linaweza kusaidia na kusaidia wengi, sio la majira haya tu, lakini nafahamu linaweza kusaidia wengi katika majira mbalimbali, kwa sababu linazungumza masuala mazima ya maisha na eneo la ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nini maana ya mauti? Niliendelea kusema na najaribu kuendelea kuweka kwako kwa sehemu. Neno mauti lina maana pana kidogo, lakini mauti ni mwisho wa uhai wa kiumbe hai.
Hiyo ni maana moja. Lakini kibiolojia ni mwisho wa michakato ya kiumbe hai. Ni mwisho wa michakato ya kiumbe hai. Kama ilikuwa inafanya au kuna mambo yanafanyika, basi ni mwisho wa michakato yake. Unafika mahali haiwezekani tena kufanyika. Lakini maana nyingine ni roho kutengana na kile kinachokitilia uzima. Nimekuwa nikisema hizo maana tatu katika eneo hilo la mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nimejaribu kuzungumza na wewe, Mungu alipomuumba mwanadamu hakumuumba ili akutane na mauti. Na au kwa mpango wa Mungu kukutana na au kukutanishwa na mauti. Lakini Shetani alipogundua mwanadamu ana umilele ndani yake, aliona ni vyema apambane na mwanadamu na kuondoa ile hali ya uzima, ili apate nafasi ya kuweka mauti, kwa sababu anajua mauti inapoingia kwa mwanadamu inaweza ikastopisha au inaweza ikazuia mambo mengi katika maisha ya mwanadamu, na mwanadamu asifikie ndoto zake, kwa sababu mauti ikisha kuja mahali inazuia vitu vingi sana kwenye maisha ya mwanadamu. Shetani kwa sababu alikuwepo wakati wa uumbaji, alijua vitu hivi, alielewa mambo haya, na alijua ni kitu gani katika ulimwengu wa roho kikifanyika nitamkosesha huyu mwanadamu kile ambacho Mungu alimwekea. Kwa sababu Shetani alikuwepo na alijua vitu hivi, akaplan namna ya kumpata mwanadamu na kuvuruga maisha yake katika mfumo mzima wa kile ambacho Mungu alimkusudia. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatueleza, na nimejaribu kukueleza kwa mambo machache, na tunaongozwa na kitabu kile cha Waebrania 9 mstari wa 15 na wa 16. Waebrania 9 mstari wa 15 na wa 16. Waebrania mlango wa 9 mstari wa 15 na wa 16. Biblia inasema hivi: na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Narudia. Na kwa sababu hii mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu, moja ya kitu ambacho aliweka ndani ya mwanadamu ni ile ahadi ya urithi wa milele. Aliwekewa uzima wa milele. Na Biblia inatuambia wakati Shetani anakuja, alitarget hicho kitu. Alitarget kukiondoa, kwa sababu alijua kuna uzima au kuna kitu cha Mungu ambacho mwanadamu atakiishi pamoja na Mungu siku zote. Sasa ili kumnyima asiishi hicho kitu pamoja na Mungu siku zote, Biblia inasema akaenda kushughulika na mazingira hayo. Sasa Yesu anapokuja, Biblia inasema, maana ile ya Pasaka nayoizungumza, anasema kwa sababu hii Yesu alikuja kama mjumbe wa agano jipya. Alikuja ili kutoa mauti, kulipa hali ya mauti ambayo ililetwa na Shetani kupitia Adamu. Anakuja kulipa kwa mauti ili sisi tuifikie ahadi ya urithi tuliokusudiwa tangu mwanzo. Kuna ahadi tulikusudiwa au kuna urithi tuliokusudiwa tangu mwanzo, ambao ulikuwa ni wivu wa Shetani, kwa sababu aliona hawa watu wataishi milele, lakini hawa watu wana kitu cha kimbingu kikubwa ambacho wamepewa ndani yao, na kwa sababu hichi kitu kikiishi ndani yao
kitawasaidia wafike mahali pakubwa na Mungu. Akaplani kukiondoa, akaleta mauti. Mwambie mwenzako akaleta mauti. Mwangalie usoni, mwambie akaleta mauti. Sasa nilikwambia wakati nafundisha ziko aina 3 za mauti. Nikakwambia kuna mauti ya kiroho ambayo inaitwa spiritual death. Alafu kuna mauti ya kimwili ambayo inaitwa physical death. Nikakwambia kuna mauti ya 3, mauti ya umilele, internal death. Internal death. Ile ni mauti ya umilele kwa kukosa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Na bado nimeendelea kushikiliwa. Nilitamani kuzungumza juu ya mauti ya kimwili, na nilitamani kuzungumza juu ya mauti ya umilele. Lakini nafikiri Mungu atanipa neema kati ya siku ya kesho na Jumatatu. Nitazungumza kwa sehemu ndogo sana, kwa sababu kuna maeneo pia ya kupita kwenye hayo maeneo. Bwana asifiwe sana. Ambayo yanatuhitaji sana kujua na kuendelea kuomba. Kwa sababu shetani ana mpango wa kuhakikisha tunakwama. Ndio maana ukimfuata Paulo kwenye kitabu kile cha Wathesalonike anazungumza mpate kuwa hai katika nafsi, roho na miili. Kuna maeneo muhimu. Anaposema nafsi anazungumza eneo hili ambalo nimeendelea kulizungumza kwa muda fulani. Lakini anaposema mwili kuna mahali anazungumza pia. Bwana Yesu asifiwe. Na anapozungumza eneo la roho kuna mahali anazungumza. Sasa kuna umuhimu wa kujifunza hivi vitu na kuingia ndani ili kuhakikisha huachwi mahali fulani, ili uweze kujua ninapoomba hapa, niombe hapa, niombe hapa. Lakini kitu gani katika eneo zima overall linaweza likafanya kazi na kuhakikisha maeneo yote yanaishi katika uhai. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nitajaribu kuzungumza kwa sehemu, maana somo hili bado ni pana na ni refu, na hata notes ambazo ninazichagua ya kusema na wewe ni notes chache sana kwenye maandiko yangu ambayo nimeandika. Ni notes chache sana ambazo ninazo kwenye internet yangu, kwenye Google account yangu. Ni chache sana. Kwa najaribu kugusa zile ambazo ni chache kuleta kwako kwa ajili ya kukusaidia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Masomo haya huwa najitahidi siku hizi ninapoandika kwenye note ya simu najaribu kuweka pia kwenye Google account ili yasije yakapotea. Maana masomo mwaka jana ni simu ilipata shida nikapoteza zaidi ya masomo 2000, na yalikuwa ni masomo yaliyonigharimu muda, yaliyonigharimu wakati na kufunga na kuomba, lakini yalipotea. Lakini namshukuru Bwana, naendelea tena kuandika mengine na mengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bado nirudi tena kwenye lile eneo la kifo cha kiroho, spiritual death. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika aina hizi 3 za mauti nilisema kuna mauti ya kiroho. Na hii mauti ambayo ni kama sterling, inashikilia maeneo mengi au ina occupy sehemu kubwa katika ulimwengu wa roho kwenye maisha ya mtu. Bwana asifiwe. Napozungumza spiritual death, ni mauti ambayo ina occupy eneo kubwa sana, ambalo kwa sehemu kubwa sana lazima tulizungumze ili tuhakikishe tunatoka hapo. Kwa sababu wakati Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu, moja ya kitu ambacho alimhusia, akamwambia nimewapa matunda yote ya mti wa bustani mwaweza kula sawa sawa na kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 16 na wa 17. Akawaambia msile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu siku mtakapokula matunda haya hakika mtakufa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia Adamu na mke wake, ndio maana naendelea kuwa na mkazo hapo, baada ya kosa au baada ya dhambi, moja ya mauti iliyoanza kufanya kazi, ambayo ilianza kupoteza maisha yao na kuvuruga maisha yao, ni mauti ya kiroho. Mungu anamweza kumwambia mauti ya kiroho. Kwa sababu hatuambiwi kwamba walikufa
wakazikwa. Biblia inatuambia baada ya kula tunda, Adamu aliendelea kuishi, mke wake aliendelea kuishi, na Adamu Biblia inaweka wazi miaka yake 930. Maana yake kifo ambacho kilitokea baada ya kula lile tunda ni kifo cha kiroho. Kifo cha kiroho. Kwa nini? Kwa sababu kifo cha kiroho kinapotokea kwa mtu, haina maana huyu mtu atazikwa, tutaliona kaburi lake katika mazingira ya kimwili. Kifo cha kiroho kinaua mifumo inayozalisha au inayoendeleza maisha ya huyu mtu. Inamtenga huyu mtu na mazingira halisi ya maisha ambayo Mungu alimtaka ayaishi. Kwa hiyo Biblia inatuambia moja kwa moja, automatically baada ya kula walikufa kiroho. Na Biblia inatuonyesha masuala ya kifo cha kiroho. Unaposoma kitabu kile cha Luka mlango wa 15 mstari wa 21 mpaka wa 24, tunamuona mwana mpotevu. Nikuonyesha hiyo mifano. Alipochukua mali akaenda akatapanya ile sehemu ya mali inayomwangukia. Biblia inasema baada ya kwenda kutapanya, alipokuwa anarudi, siku ile alipoazimia moyoni mwake kurudi kwa baba yake, Biblia inatuambia alirudi. Aliporudi, kilichotokea, baba alipomwona walimpokea kwa furaha, walimpokea kwa shangwe. Lakini wakati wanampokea kwa furaha na shangwe, Biblia inasema yule baba alieleza kwamba tafuteni ndama ambaye ni mzuri, ni mchanga, ambaye nyama yake ni nzuri, achinjwe, iandaliwe sherehe. Lakini wakamvika pete, wakamvika vazi. Biblia inasema alafu akawaambia, kwa sababu huyu bwana alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kule kutengwa na mazingira ya baba yake baada ya dhambi ya Adamu, kuna tatizo lililotokea. Adamu alitengwa na Mungu. Baada ya kutengwa na Mungu, mauti ilipata nguvu. Mauti ilipopata nguvu, Biblia inasema iliingiza uharibifu katikati yao. Adamu akaanza kuishi kwenye yale mazingira ya ugumu na mateso. Yule mwana mpotevu alipoondoka alikufa, lakini alikuwa anatembea. Kifo alichokufa kilikuwa ni kifo cha kiroho. Unaweza ukafa kiroho, lakini mtaani tunakuona. Unaweza ukafa kiroho, lakini kwenye biashara tunakuona. Unaweza ukafa kiroho, lakini kanisani tunakuona. Na watu wengi sana waliokufa kiroho huwa tunawaona kanisani. Mwangalie mwenzako, mwambie umeanza kufufuka. Mwangalie usoni, mwambie umeanza kufufuka. Kwa sababu ile wewe unaonekana katika mwili haitoshi ya kwamba wewe uko salama. Kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa maandiko, unaweza ukafa huku unatembea. Kwa mujibu wa maandiko kiroho, unaweza ukafa huku unaendelea kula na tumbo lako la kawaida linapokea chakula. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jana nikasogea na wewe kidogo, nikakwambia wana wa Israeli wakati shetani anapambana nao kwa vuruga, walipokuwa kwenye mchakato wa kuelekea Kanaani, alihakikisha wanakufa. Lakini kifo cha kwanza ambacho wana wa Israeli walikufa pale jangwani hakikuwa kifo cha kimwili. Hawakuzikwa kwanza, hawakuzikwa kwenye makaburi fulani. Biblia inasema wao wenyewe walianza kusema, hakika tumekauka, roho zetu zimekauka. Maana yake walikuwa wamekufa kiroho, na baada ya kufa kiroho ndipo wote wakaishia kule jangwani. Hawakufikia ile ahadi. Aliyefika ni Kalebu ambaye alikuwa na uzima rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakufundisha vitu hivi? Moja ya kitu unapaswa kucheki kwenye maisha yako kila siku ni hali yako
ya uhai wa kiroho. Kwa sababu eneo la kiroho likifa, chochote unachokifanya duniani hakina maana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Nilijaribu kusogea kidogo na wewe, na nataka tena nisogee kidogo. Nilikwambia hivi, nilisema na wewe najaribu kugusa maeneo machache. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia mauti ina madhara. Mwangalie mwenzako, mwambie mauti ina madhara. Ufunuo anaeleza mauti ina madhara. Kama unaweza kufungua kitabu cha Ufunuo, pale anaeleza, kwenye Ufunuo anajaribu kueleza madhara ya mauti ya pili. Unaposikia kuna madhara ya mauti ya pili, maana yake kuna madhara ya mauti ya kwanza, na kuna madhara ya mauti ya pili, na kuna madhara ya mauti ya tatu. Maana yake mauti ina madhara. Mwangalie mwenzako, mwambie mauti ina madhara. Mwangalie usoni, mwambie mauti ina madhara. Mwangalie usoni tena, mwambie mauti ina madhara. Umepata kitabu cha Ufunuo mlango wa 2? Kama umepata, naomba tusome pamoja. Najaribu kugusa pointi moja kwa sababu ya muda wetu ni mdogo. Hatuna muda wa kutosha sana kusema mambo mengi. Kuna pointi zingine najaribu kuacha, na nyingine naruka, ili angalau kupatia zile chache ambazo naona kulingana na muda wetu tunaweza kuzitumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, Ufunuo nimesema 2 mstari wa 11. Ufunuo 2 mstari wa 11. Nimesema leo nataka nifanye kwa spidi kidogo, angalau niwatoe mapema kabla jua halijaenda chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ufunuo 2 mstari wa 11 anasemaje? 1, 2, 3. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho yaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Okay. Anaposema yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili, maana yake kuna madhara ya mauti ya kwanza na kuna madhara ya mauti ya pili. Okay. Kuna madhara ya mauti ya kiroho, kuna madhara ya mauti ya kimwili, kuna madhara ya mauti ya umilele. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaposema madhara, maana yake yapo. Na nilianza kuzungumza tangu siku ya kwanza madhara moja. Paka jana nafikiri nilikuwa nimeshasema madhara 8. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhara yanayokutana na mtu wakati roho ya mauti imekuja kwake. Kuna madhara yanayokuja kwa mtu wakati roho ya mauti imekuja kwa mtu. Dhara la 9. Bwana Yesu asifiwe. Haya madhara yanapotokea huwa yanasababisha maisha yako yanakwama. Okay. Dhara la 9, unapoteza usikivu, hali ya kusikia. Unapokufa kiroho, moja ya eneo linalopata shida ni masikio ya kiroho. Unapoteza usikivu ndani yako, unapoteza, pointi ya 9, unapoteza hali ya kusikia. Kuna wakati ni kama ulikuwa unamsikia Mungu,
Lakini kuna wakati ni kama unasikia watu na sauti zingine. Sauti ya Mungu haisikiki tena ndani, kwa sababu kuna hali ya umauti. Mauti inapotokea ni kama vile tunavyokutana na physical death. Wangapi huwa mnapita kwenye eneo lile ambalo yule mtu amekufa alafu mnamuaga? Wangapi huwa mnapita pale? Kuna wengine huwa wanaogopa, si ndio? Okay. Ukifika pale wengine wanamwambia kama ni ndugu yake au ni nani, anamwambia kwaheri, tutaonana. Hakusikii. Angalia mwenzako, mwambie hakusikii, kwa sababu kisha kufa na masikio yanaziba. Wangekuwa wanasikia vitendo wanavyofanywa wakati wanaandaliwa ili wawekwe kwenye jeneza alafu wakazikwe, wangeongea. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Physically unavyoona mtu asikii, kiroho mtu yeyote mauti inapokwenda kwake, moja ya kitu kinachotokea, masikio yake ya kiroho yanaziba. Kwa hiyo hapati vile vitu ambavyo Mungu anataka kusema na yeye, na yeye aweze kuelewa ili wafanye maisha pamoja na Mungu. Kuna mtu ananielewa? Kwa sababu Mungu anaishi na mwanadamu kwa maagizo na maelekezo. Sasa sikia, shetani anapoleta mauti anaua usikivu wa wewe kusikia instantly. Kuna ile hali ambayo Mungu anasema hapa kwa hapa unatakiwa kusikia, sio mpaka kesho au mtu aje akwambie. Kuna mtu ananisikia? Sasa mauti ya kiroho inapokuja kwa watu, na watu wengi sana, ndio maana unaona watu wengi sana wanazurura, wanakosa mfumo wa kuwasaidia, kwa sababu ulimwengu wa roho masikio yao hayasikii. Kwa hata kama kuna msaada Mungu amebeba kwa ajili yao, hawana namna ambavyo wanaelewa, kwa sababu Mungu anasema na hawasikii, na wanafikiri anayesikia tu ni mchungaji au ni mtume au ni nabii. Hivi unajua aliyeniumba mimi ndio aliyekuumba wewe? Unanisikia? Na kama aliniwekea vitu vya kusikia kutoka ndani, na wewe alikuwekea hivyo hivyo kiroho. Unanisikia? Vitu unavyovisikia mara nyingine ukisikia nasema kuna kitu nasikia, na wewe ulipaswa kusikia. Hebu angalia mwenzako, mwambie ulipaswa kusikia. Lakini mauti ikishaleta shida, watu wengi sana tunajikuta sasa tunakuwa dependent, tunakuwa tegemezi. Jana nilikuwa nafundisha swala la kuwa mzigo. Okay, ngoja tusome maandiko. Kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 2. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umepata? Tusome umlango kidogo kwa kusogea tena mpaka pale chini tuone. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nasoma katika jina la Bwana. Tuanze kusoma. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu alikwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu.
Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo, kama siku ya leo. Yani wakati Yesu amesulubiwa, ile Ijumaa, huwa Jumamosi ndio inaitwa sabato. Bwana asifiwe sana. Na huu ni utaratibu wa kule. Sasa Yesu hapa alikuwa bado hajasulubiwa, kwa sababu tunafahamu Jumapili kibiblia sio siku ya sabato. Siku ya sabato ni Jumamosi. Jumapili ni siku ya ufufuko, tunaihesabu kama siku ya kwanza ya juma. Na Jumapili watu wengi tunahesabu siku ya kwanza ya juma, tunaanza Jumatatu. Lakini kibiblia kiroho siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Ala tunahesabu mpaka Jumamosi. Na Jumapili ni siku ya kwanza. Siku ya saba ni leo. Sasa hatuabudu kwa sababu tunaabudu siku. Tunaabudu kwa sababu tunaabudu kuna kitu cha kiroho ambacho kimewekwa katika ulimwengu wa kiroho ambacho kinatufanya tuabudu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sifundishi hiyo saizi. Fungua kitabu cha Kutoka ili tuone kitu kingine pale, ili nijaribu kusema vyote pamoja. Kitabu cha Kutoka mlango wa 6. Tunafahamu wana wa Israeli wakati wakiwa Misri, baada ya shida walizopitia na mateso waliopitia kwenye kitabu kile cha Kutoka, tunafahamu, nimekueleza jana kwamba walikuwa tayari wana shida kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Okay, moja ya kitu kiliwatokea wana wa Israeli kiroho, walipoteza hali ya usikivu. Kutoka 6 mstari wa 9. Kutoka 6 mstari wa 9. Ili nijaribu kueleza kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka 6 mstari wa 9. Kama umepata naomba tusome katika jina la Bwana. Musa akawaambia wana wa Israeli maneno haya, lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa mioyo yao na kwa ajili ya utumwa mgumu. Bwana akasema na Musa akamwambia, ingia ndani ukaseme na Farao ili awape ruhusa wana wa Israeli watoke nchi yake. Okay, turudi tusome hapo chini kuanzia mstari wa 2. Tuone tena kitu kingine. Anasema hivi, kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Mungu, mimi ni Bwana, nami nilimtokea Ibrahim na Isaka na Yakobo kama Mungu mwenyezi, bali kwa jina langu Bwana sikujulikana kwao. Tena nimelithibitisha agano langu nao na kuwapa nchi ya Kanaani, nchi ya kukaa kwao, bali hali ya ugeni. Na zaidi ya hayo nimesikia kuugua kwao wana wa Israeli, ambao wa Misri waliwatumikisha, nami nimelikumbuka agano langu. Basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Bwana, nami nitawatoa ninyi mtoke nchi ya Misri, nchi ya mizigo ya wa Misri, chini ya mizigo ya wa Misri, nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa na mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa. Nami nitawatwaeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, niwatoae mtoke chini ya mizigo ya wa Misri. Nami nitawaleta hata nchi ile ambayo naliinua mkono wangu niwape Ibrahim na Isaka na Yakobo, nitawapa iwe urithi wenu. Mimi ni Bwana. Mstari wa 9 Biblia inasema akawaambia, lakini hawakumsikiliza. Okay, sio kwamba walikuwa hawasikii kwa jinsi ya kawaida. Hawakumsikiliza kwa sababu ndani yao kulikuwa hakuna mahali kunakopenyeza hiyo sauti. Tayari walishakufa, waliuawa na yale matatizo waliokuwa wanapita nayo kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Yule mtu anajaribu kusema malaika huwa anakuja hapa, lakini anapokuja mimi siwezi, hakuna mtu wa kunipeleka. Issue haikuwa mtu wa kumpeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini alikuwa anayewahi anaweza kufika pale na kusaidiwa? Huyu anajaribu kueleza kitu ambacho kwa mazingira ya physically kwamba ameshindwa kufika pale, lakini kwa mazingira ya kiroho kuna kitu ambacho alikuwa akielewi, kwa sababu issue ya kuingia pale ilikuwa inahitaji timing. Bwana Yesu asifiwe. Issue ya kwenda kwenye birika ilikuwa haihitaji tu kuyaona maji yamechemka. Issue ya mazingira yale ilikuwa inahitaji kujua saa ya kiroho, kuisikia ni kitu gani kipo. Kuna connection ya kimbingu ambayo yule mtu alikuwa asikii kile kinachosemwa au kinachotokea. Malaika anapotokea mahali mara nyingine kuna sauti za kiroho zinazotokea, kuna kitu cha kiroho kinachotokea na ulimwengu wa roho unabadilika. Sasa Biblia inatueleza kwenye Kutoka, wakati Musa anaenda anawaambia hawakuweza kusikia, nenda kaongea na maiti pale mochwari, ziko pale zimejaa, ongea nazo. Wangapi wanafikiri huwa zinasikia? Hebu angalia mwenzako, mwambie ukienda pale mochwari ukaanza kuongea na maiti inasikia. Maana kuna mtu anafika pale anaanza kulia, amefiwa na mtu wake, anamwambia sasa umeniacha. Ndio, amekuacha ile pale, asikii kitu chochote. Kama angekuwa anasikia angefungua na mdomo. Lakini kamuulize wakati kule mochwari wanampaka na nini super glue, wanafunga ule mdomo, muulize kwa nini anawaruhusu kama alikuwa anawasikia. Na wengine huwa wanaenda mikono imekaa vibaya, alafu wale jamaa wanawavunja kwanza, anavunja alafu anaunyosha ukae namna hii. Sio angesema? Angalia mwenzako, mwambie ukifa kiroho usikii. Na ndio maana ukifuatilia watu ambao wamekufa kiroho kwenye ulimwengu wa roho, pia kwenye njia za ndoto, nitazungumza kesho kidogo, huwa hawapati uhalisia wa kile ambacho Mungu anasema na wao. Kwa nini? Mungu anakuja kwenye ndoto kama alivyoenda kwa Ibrahim, lakini anazungumza naye, alafu ghafla yule mtu anaona kuna mtu anasema naye, lakini hasikii kinachotakiwa akielewe. Anatoka anasema nimeota, lakini sikuelewa kitu ambacho kilikuwa kinasemwa kwenye ndoto. Una shida ya kiroho, una mahali kuna tatizo. Hivi unajua Mungu angekuwa anaishi na wewe katika mfumo ambao amekuwa umekusudia tangu zamani, kabla shetani hajaleta mauti, dunia isingekuwa mahali ambapo kuna shida namna hii. Shetani alijua ili kuvuruga lazima tuvuruge mahusiano ya huyu mtu na Mungu, na zile njia zote ambazo zinaweza kumpa access tupeleke mauti. Sasa ukisha kufa kiroho una hasara kubwa, kwa sababu utakuwa unasikilizia watu watakao kuambia Mungu amesema nini, lakini wewe usikiagi. Unajua ni hatari sana kuishi kama kibudu cha kiroho. Hebu angalia mwenzako, mwambie Mungu akisema huwa unasikiaga. Unajua Mungu kusema ni ngazi kubwa sana, na Mungu huwa anasema na kila mtu. Na kila mtu. Yaani nataka nikwambie Mungu anasema mpaka na mtoto mdogo. Mambo ya kiroho hayatokei kabla Mungu hajasema. Sasa sikia, tatizo alipo kwa Mungu, tatizo lipo kwa mtu. Kwa sababu kuna tatizo la mauti limefika pale. Huyu mtu asikii. Na sasa usiposikia ya kwanza, usiposikia mara nyingine ya pili, Mungu amekuja kwa njia ya ndoto au kwa njia nyingine, ataanza kutuma watu. Sasa watu wanakuja, na watu wakija kama Musa hutawasikia. Kwa nini? Kwa sababu kinachosikia sio hii. Wakati wanasikia na hii, ndani ndiko kulitakiwa kuelewe kwamba ni Mungu anasema. Muulize mwenzako, mwambie unasikia au unaenda kwa influence? Kwa sababu kuna watu wanaishi duniani kwa influence. Kadri wanavyoona watu wengi mahali ndipo wanakimbilia.
Ulijai kuona watu wanakimbilia wingi, wanakimbilia vitu, lakini hawafuati sauti ya Mungu. Kwa sababu unaweza ukasoma Biblia yako, Mungu anaweza kuongea na wewe kitu ambacho wengine hawajawahi kukisikia na hawatakaa wakielewe. Alafu wewe ukakifanya, wengine wakachanganyikiwa. Ungekuepo wakati Mungu anamtuma Isaya, anamwambia nenda kavue nguo, alafu tembea uchi miaka 3. Mwangalie mwenzako, mwambie wewe ungesemaje? Ni Mungu anamwambia, brother, nimekuja, wewe ni nabii, sasa nataka utembee uchi, vua kila kitu. Na alitembea. Alafu Biblia inamwambia, sasa sikia, baada ya kutembea unakuwa wewe na familia yako ni ajabu na ishara. Ni ishara na ajabu. Angalia mwenzako, mwambie Mungu anakutengeneza, tembea uchi alafu uwe ishara na ajabu. Wewe ungefanyaje? Sasa sio Mungu, huyu Mungu ni taira. Anayeniambia nikaonyeshe sehemu za siri. Unajua private parts hazitakiwi kuonekana, si ndio, kwa jinsi ya kawaida, lakini Mungu anamwambia listen, nimesema. Sasa wewe ungesikia, si ungesema shetani na pepo wamekuja? Tatizo liko wapi? Kafuatilie. Mungu kuna sana kuambia vitu vigumu, alafu usikii. Kwa nini usikii? Kwa sababu masikio, wewe umekufa kiroho, kwa kuna vitu haviwezi kuingia ndani yako. Mungu saa nyingine anakuambia kabisa, fanya hichi ili pale kesho uvuke, ufanye. Kwa nini? Kwa sababu usikii. Nimekwambia hivi, kaiambie maiti pale mochwari, inuka, toka huku, kesho yule jamaa anakuja kukupiga spagulum mdomoni. Inuka, kesho anakuja anakuvunja vunja hii mikono iliyopinda na hii miguu iliyovunjikia pale kwenye ajali. Timua kama anakusikia. Haya maigizo yanafanyikaka kwenye ibada za wazishi. Unaona mtu kwa sababu ya uchungu wake anakimbia, anamfuata ule mwili, anamwambia umetuacha kweli? Ulitaka baki na wewe? Ngoja afufuke arudi hapo kama utakaa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo ni kusikia. Okay, pointi ya 10. Pointi ya 10. Hii ni muhimu pia ukajifunza. Pointi ya 10. Kuna aina ya usingizi unaokuwa mara kwa mara unaishi kwako, sio wa kawaida. Okay, narudia tena. Nisikilize, hii ni pointi muhimu sana, kwa sababu unaweza ukafika mahali usinielewe sana. Sasa mimi sizungumzi swala la kusinzia kwako. Mimi nazungumza kuna aina ya usingizi ambao mara nyingine hata ukikemea kwa kawaida utajitahidi na kunawa na maji ya baridi, lakini hautoki. Huu ni usingizi, kwa sababu mauti ina aina ya usingizi. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna aina ya usingizi. Ndio maana ukiangalia watu waliokufa kiroho, sio swala la kuchoka. Watu waliokufa kiroho kawafuatilie. Mara nyingine anaomba huku amelala. Hujawahi kukutana na mtu uko naye kwenye mkesha anaomba alafu amesinzia kabisa? Amesinzia. Mimi nimewahi kuomba na watu wa namna hiyo. Alafu unajiuliza huyu mtu amekuja mkesha, lakini anashtukia anasema toka kwa jina la Yesu. Yaani lile ndio neno analoshtukia. Alafu ukimtazama hivi unamuuliza, ulikuwa unaomba pointi ile, ulikuwa unaombea nini? Hajui. Ameshtukia tu kwenye kibwagizo. Jina la Yesu. Hujai kukuta kuna mtu anaomba alafu amelala? Ana mauti ya kiroho lakini hajui. Ngoja nikwambie kitu. Nimekuwa nikifanya na nina experience kubwa, kwa sababu nimecheck hivi vitu mara kadhaa. Nimejifunza hivi vitu mara nyingi. Unapofika mahali hata kama umechoka, kuna uchovu unaosababisha aina fulani ya usingizi. Lakini kuna usingizi wa aina ya mauti. Huwa unakuja kwako tofauti na usingizi wa uchovu.
Sio kama unanisikia. Okay, ngoja tusome maandiko machache. Tusome maandiko machache. Tuanzie na kitabu cha Zaburi 13 labda pale. Mstari wa 3. Mwangalie mwenzako mwambie unasinziaga ovyo. Sasa msimdefine kwa ule usingizi mnaomuonaga nao. Yeye anajijua. Kuna ambao wanaujua. Wala sio saa amechoka lakini analala. Okay, mlango wa 13 Zaburi. Angalia anasemaje yule mstari pale. 1, 2, 3 naomba tusome. Bwana Mungu wangu, uangalie, uniitikie, uyatie macho yangu nuru, nisije nikalala usingizi wa mauti. Okay, kuna usingizi wa mauti ya kiroho. Unanisikia? Sikia, anasema hivi, unitie nuru macho yangu. Huyu ni mtu mzima, yuko hai. Sasa anazungumza habari ya wakati yuko kwenye activities zake, daily routine. Yuko kwenye ile routine ya kwake, anatamani na anaomba kwa Mungu, anamwambia nisaidie nisije nikalala, yatie macho yangu nuru. Kwa sababu kuna usingizi wa mauti ambao wenyewe kazi yake ni kuhakikisha unakuzima, unakutenga na kusudi ambalo mbingu ilikusudia. Kwa hiyo hii mauti inapokuja kiroho inaondoa kitu fulani ndani yako. Ndio maana mkuta mtu anafanya kitu hajatoka lakini anasinzia, alafu anapoteza mawasiliano, kile kitu kinaharibika saa hiyo na hajui. Kuna wakati unajikuta kweli kabisa uko kwenye jambo fulani, alafu kuna usingizi kanakuja, unapigana nako kanakuja, unapigana nako kanakuja. Na usingizi wa mauti ni mbaya kuliko usingizi wa kawaida. Ukijiuliza nina nini, mbona ninalala namna hii, hata unajibu, unaenda unasema ni uchovu, ngoja nikapumzike, nikiamka nitakuwa fresh. Ukiamka tena ni kama umelewa. Mwangalie mwenzako mwambie ni kama unalewa. Huna muda. Okay, mwangalie, ngoja nikuonyeshe mfano. Hii kitu ilimtokea mtu fulani anaitwa Samson. Mwangalie Samson kwenye kitabu cha Waamuzi 16. Waamuzi 16. Waamuzi 16. Bwana Yesu asifiwe. Napozungumza hivi kuna mtu Mungu anataka kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu kwenye maisha yako vinakufa au vinaharibika kwa sababu kuna kitu shetani ameimplement ndani yako na haujielewi. Kuna kitu cha mauti tayari ameimplement, amepanda. Na kuna mapandikizi ya mauti tayari yamekaa kwenye hali yako ya kiroho. Kwa kuna vitu ambavyo kuna wakati unalazimisha kwenda lakini havitokei. Kwa sababu kuna mahali mauti inakuja, wakati ndio unataka kusogea, ghafla usingizi wa mauti unakuja, macho yako yanasinzia. Okay. Waamuzi 16. Mwangalie huyu ndugu hapa. Mstari wa 16 na mstari wa 19 tunafahamu wakati Delila anataka Samsoni afe kiroho. Si unakumbuka? Ule mfumo ulikuwa unatafuta kumuua kiroho Samson. Angalia ule mstari wa 16, 1, 2, 3 tusome. Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, roho yake ikadhikika hata kufa. Sasa angalie, wakati ule usingizi wa mauti umekuja, unajua ndio wakati aliita watu kuja kumkata bishungi. Angalia mstari wa 19. Angalia mstari wa 19, alisubiriwa muda gani? Okay, angalia pale 1, 2, 3. Naye akamlaza usingizi. Kuna mtu anaona mstari? Nani anaweza kukulaza usingizi? Alafu alipomlaza kaangalia mahali pa kawaida. Kwa mtu mwenye ukawaida kabisa, akili yako, nafsi yako, roho yako iko sawa, huwezi kusinzia hapo. Biblia inasema alimweka kwenye mapaja hapa, kwenye magoti pale.
alafu ndipo akalala. Mtu soma. Naye akamlaza usingizi magotini pake, kisha akamuita mtu, akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Mstari wa 16 anasema alikuwa amekufa. Mstari wa 19 anasema akamlaza usingizi. Kuna mtu ananielewa? Mwangalie mwenzako, mwambie unasoma Biblia. Lazima hivi vitu viangalie vizuri. Alikuwa amekufa. Kumbuka alikuwa hajafa mwilini, alikuwa amekufa rohoni. Baada ya kumuua rohoni, akamlaza usingizi. Usingizi aliyomlaza ulikuwa usingizi wa kawaida, ulikuwa usingizi wa mauti. Kwa sababu kama ungekuwa usingizi wa kawaida, kumbuka wakati ananyolewa angesikia. Zaburi ya 4. Nani ananielewa kidogo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani leo tuombe mapema. Kesho ni sikukuu ya Pasaka. Tunakumbuka kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ili kesho usiseme nimekosa nafasi ya kwenda ibada kwa sababu nilichelewa jana. Bwana Yesu asifiwe. Mlango wa 4, Zaburi, mstari wa 8. Angalia, kuna usingizi wa amani na kuna usingizi wa mauti. Anasemaje huko kwenye mstari? Katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijuliaye kukaa salama. Unijaliaye kukaa salama. Okay. Kuna usingizi salama na kuna usingizi wa mauti. Angalia mwenzako, mwambie kuna usingizi salama. Alafu kaangalia usingizi salama. Biblia inasema nitajilaza mara. Ule usingizi haunaga tatizo. Lakini kuna usingizi wa mauti, huwa unakutenga ili kupoteza vitu. Kuna mtu ananielewa? Sikia. Spiritual death ni aina ya mauti ambayo ni mbaya kuliko vile unavyofikiri. Na nikija kuzungumza mauti nyingine, ile ya pili, ile mauti ya umilele pale ya 3. Kuna mahali lazima ujue unakaaje sawa ili kwenda, kwa sababu watu wengi sana tutawakosa mbinguni kwa sababu ya mauti ya umilele. Ndio maana natamani kuizungumza pia hiyo. Kwa sababu unajua Biblia inazungumza kuna dhambi iletayo mauti. Si unajua? Alafu anakuambia kuna dhambi isiyoleta mauti. Sasa anakuambia dhambi ya mauti ni ile inayoleta mauti ya umilele. Nitaizungumza maana ni ya muhimu kila mtu ajue. Maana usipoijua hiyo, watu wengi sana tutawakosa mbinguni. Kwa sababu watu wanafikiri tu kila mtu tamkuta mbinguni. Hapana. Kwa mujibu wa Biblia ninayosoma, na Roho Mtakatifu akikusaidia kuyaishi maandiko ambayo yapo ndani, katika ufasaha wa Roho Mtakatifu, utaelewa vitu vingi sana. Na vingi ni vipi uishi, kitu gani nijitenge nacho, kitu gani nikae sawa nacho, kitu gani nisifanye. Okay, hiyo pointi nitaizungumza. Mungu anijalie kama sio kesho, Jumatatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sitamani sana kuahirisha hili somo, sijasema mambo kadhaa maana ni mengi hapo, lakini angalau niseme. Nitamani sana hii sema, na wangekuwa watu wengi sana wananisikiliza. Nitamani sana. Wakati anauawa Samsoni, mauti iliyokuwa inaachiliwa pale, soma Biblia yako vizuri, anazungumza aina ya usingizi ambao ulipelekwa ndani yake. Hebu angalia Zaburi ya 76. Zaburi ya 76. Mstari
watano anasemaje? 1, 2, 3. Okay, tusome anasemaje. Angalia pale waliotekwa anasemaje. Wametekwa wenye moyo thabiti, yani waombaji ambao ni prayer warriors. Wamelala usingizi, wala hawakuiona mikono yao watu wote waliohodari. Okay, wametekwa. Sikiliza, hata waombaji huwa wanatekwa, lakini huwa wanatekwa kipindi kipi? Huwa wanatekwa wakati ule usingizi wa mauti unapokuja kwao. Biblia inasema wanapolala pale, wale watu ambao ni thabiti, ni hodari, ndipo hapo huwa wanachukuliwa. Sasa kinachochukuliwa sio mwili wako. Kumbuka, kinachotekwa kwako ni nafsi yako. Sasa kama umezoelewa na usingizi wa mauti, kacheki moja ya eneo ambalo utakuwa unaishi, kuna kifungo unacho. Kwa sababu usingizi unapotokea, huwa hauwatafuti watu wa kawaida, huwa unawatafuta wenye viburi vya kiroho. Kafuatilie. Hivi unajua maninja wa kiroho ndio wanaosinzia kuliko watu wengine. Watu wenye misuli ya kiroho, kawafuatilie, wanalala kuliko unavyofikiri. Alafu waulize kwa nini wanalalaga. Kwa sababu watu thabiti ndio wanaotafutwa. Hivi unajua, ulishawahi kufikiri kwa nini mtu ambaye anakodolea macho TV hasinzii? Unanisikia? Anaangalia tamthilia halali, anaangalia kitu fulani halali, anafuatilia mpira halali, labda siku hiyo amechoka kimwili, lakini kamfuatilie, mgusie jambo la kiroho, saa hiyo analala. Yuko mtu anaweza kuangalia mpira mpaka saa 7 ya usiku, saa 8 na asinzii. Lakini yuko mtu akiingizwa kwenye maombi ya robo saa, hamjui alilala lini. Akianza kusoma Biblia hivi, anasoma paragraph, anaanza mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, na haelewi tena ule mstari aliyokuwa anasoma. Kaangalia watu wengi wasoma Biblia, wanaojitahidi kusoma Biblia usiku. Wengine huwa wanasoma alafu hawajui waliishia mstari upi, kwa sababu walisoma alafu wanafikiri walipitiliza na Roho Mtakatifu wakalala wote. Alafu akijikuta pale anasema asante Yesu, asante Yesu. Anaangalia, anaona Biblia iko pale. Unajua, hajiulizi, lakini hajajua kuna mauti inafanya kazi na inamnyang'anya vitu. Samsoni wakati anapelekwa kwenye ule usingizi, moja ya kitu kilikuwa kinatakiwa kuchukuliwa ni nguvu zake. Hujajua kuna vitu vya mauti ya kiroho ikishakuja mahali inanyang'anya vitu vikubwa sana kwenye maisha yako. Juzi nikwambia unatapanya. Yule kijana alienda akapoteza kila kitu alichokuwa nacho, alafu akaanza kula na nguruwe. Kuna watu maisha yao yamekuwa duni duniani, sio kwa sababu Mungu hawapendi, hapana. Kuna aina ya mauti imeenda kwao na imetafuna aina ya maisha waliotakiwa kuwa nayo. Hujawahi kusoma pale Paulo anapowaambia watu kwenye kitabu cha Waefeso, amka, amka, wewe usinziaye, ufufuke katika wafu. Ulishawahi kusoma mstari? Kwa nini anawaambia amka, amka wewe usinziaye? Kwa sababu issue ya usingizi pale ilikuwa ni issue ya mauti. Sio kama unanielewa. Siki, usingizi anawaambia amka, amka, wewe usinziaye, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangaza. Alikuwa azungumzi na watu waliokufa, walioko makaburini. Alikuwa anazungumza na watu wanaotembea kama mimi na wewe. Anawaambia kuna mahali mmekufa. Sasa sikia, mmefia wapi? Usingizini. Kuna mauti iliyokuja na usingizi imewameza. Amkeni, tokeni hapo. Alafu Kristo aanze kufanya kazi upya maishani mwenu. Hawezi kufanya kazi hamjaamka kutoka kwenye usingizi. Kuna aina ya usingizi umekuja, umeua biashara yako.
Amka kama unataka Mungu afanye tena kazi. Kuna aina ya mauti imekuja na usingizi, imelasa hiyo kazi imelala. Hujanielewa? Nenda dukani kwako, unakuta ni kama duka lipo lakini huna wateja. Kitu gani kimetokea? Kuna usingizi wa hiyo biashara, imelala. Mwangalie mwenzako, mwambie imelala. Hiyo biashara yako inatakiwa itolewe kwenye usingizi wa mauti. Kaangalie, kuna usingizi wa elimu yako. Elimu yako imelala usingizi wa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina ya usingizi wa mauti inapokuja inalaza, mambo yanalala. Yakishaanza kulala kafuatilie. Wakati wewe unajaribu kuyaamsha, hayaamki kwa sababu ni swala la kiroho, sio swala la kimwili. Kuna biashara unasema nitaichangamsha nikileta kitu fulani hapa. Sikiliza, unaleta na haichangamki. Ulishakufanya hicho kitu? Alafu unasema mbona haijachangamka biashara yangu wakati nimeiconnect na hicho? Iko kwenye usingizi wa mauti. Mwangalie mwenzako, mwambie ulishakuleta kitu fulani unasema naichangamsha nayo hii biashara. Hii kimekufa. Wewe unaleta kitu kingine kichangamshaje? Unaleta pombe mpya kuchangamsha ngera. Hata Biblia inazungumza swala la kiriba kipya na divai mpya. Haizungumzi habari ya kuchanganya divai ya jana na ya juzi. Unakuta mahusiano yako yamelala ya usingizi wa mauti. Alafu unajaribu kuyachangamsha, pengine unachomokea pembeni kidogo. Ukichomokea huku na kuchomokea, unakutana na anayekwambia I love you kwa sekunde 15, ghafla ile mauti nayo inamvaa na yeye analala. Unatafuta nyingine. Alafu ile ya nyumbani unaiona kama hii haipo, haiendi, haipo latest. Wakati unasema hii ya nyumbani haipo latest, kumbuka unaambukiza usingizi wa mauti kila mahali kwa sababu wewe unao. Si kama unanielewa? Kuna watu wanajaribu kuchangamsha mambo. Yaani sasa hii kitu itoke, iamke na iamsha kukupitia hii. Haiamkagi kwa njia hiyo. Anasema hivi, amka wewe. Maana yake lazima ukifuate hicho kilicholala usingizi wa mauti. Sio kukiletea kitu kingine kija, hicho kingine kikija kinakufa. Ndio maana kama una usingizi wa mauti kwenye ndoa yako, usijaribu kufikiri unatafuta tena mfumo mwingine wa ndoa nje ambao utaua na hiyo ya nje kwa sababu una usingizi bado. Mnanielewa? Nani anapata kitu cha kumsaidia? Sikia, Mungu anapotaka kutusaidia huwa analeta package ya kukutoa mahali. Na huwa Mungu hagusi eneo moja, huwa anaenda kila mahali ili kukujulisha roho ya mauti ikifanya kazi inapita wapi, na inaweza ikafanya kazi, ina alama kwenye hayo maeneo. Sasa kajicheki, ni wapi kwako na ni kitu gani kwako kimelala? Kacheki. Mwangalie mwenzako, mwambie kacheki. Unajua ni jambo la kufuatilia, na wewe unajua kabisa kuna kitu kimelala. Kuna kitu kimelala. Sasa kacheki. Sio mlalo wa kawaida, ni usingizi wa mauti. Paulo alikuja anasema amka wewe usinzi. Haya, kuna kitu kimelala, hakiendelei. Wewe unafikiri kipo kwenye mfumo lakini hakiendelei. Unajua kuna ndoa imelala, ipo lakini haiendelei. Kuna kazi imelala, ipo lakini haiendelei. Okay, ipo na watu wanafika ofisini lakini haina matunda. Niseme pointi nyingine moja. Pointi ya 11.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa neema, acha tusikilize kwa sehemu kidogo. Pointi ya 11. Umauti unapokuwa, au roho ya mauti inapokuwa mahali, huwa inaleta hali ya uadui usiokwisha. Mauti inapokuwepo mahali popote, huwa inaleta hali ya uadui usioisha. Ukienda kwenye maboma au kwenye familia au kwenye jamii ambayo ina roho ya mauti tayari imepiga maisha yao kiroho, moja ya kitu ambacho hakiondoki kwa haraka ni uadui. Mwangalie mwenzako, mwambie uadui. Na ni kwa nini? Kwa sababu kumbuka, baada ya mauti ya Adamu kuingia pale kati ya Adamu na Mungu, kumbuka uadui wa mwanadamu na Mungu ulitokea hapo hapo. Na tangu siku ile Mungu alimfukuza, akamwambia hatuna uhusiano. Kwa nini? Kwa sababu mauti inatembea na yeye na Mungu ana uzima. Kafuatilie ndoa yenye mauti, kila wakati ina uadui. Huyu baba na huyu mama watasogea, lakini kila mahali wakifika kuna kauadui kako, aidha kwa mama au kwa baba. Hawaaminiani kwa sehemu fulani, kwa sababu kuna mauti inayofanya kazi katikati yao. Ni ngumu sana kujua hichi kitu, kwa sababu moja ya vita kubwa shetani alitaka kuiweka, alijua na vuruga mfumo wa maisha. Sasa ili kuvuruga mfumo wa maisha, nitafute mauti. Na ninapopeleka mauti, moja ya kitu nakiweka kwao, kasome Biblia yako. Adamu alifukuzwa, alafu Biblia inasema hivi kwenye kitabu kile cha Mwanzo 3 mstari wa 23 na 24, Mungu akaweka makerubi kulinda, akaweka mpaka na panga au moto. Maana yake huyu mtu hatakiwi tena kuingia hapa. Ulisha kufikiri unaishi na mtu, alafu kuna vitu hataki uguse. Mwangalie mwenzako, mwambie unaelewa hicho kitu. Nenda kwenye jamii ya kwenu, kama kuna roho ya mauti utagundua. Kuna mambo hayana ushirika kwa sababu mauti iko pale. Hii kitu nimejitahidi. Mungu anaposema na mimi, vitu vingine anakuja na kusemesha vichache. Mauti ikisha kaa eneo lolote, uwe na uhakika kuna hali ya uadui itakuja. Hata kama mnapendana, kuna mahali mtakuwa tu mnaonana ni maadui kwa sehemu, na mtapendana kwa moment. Janielewa? Ile moment ikiisha, kuna kitu kinaendelea. Sijui kama mnanielewa nachosema. Ndio maana ukiwafuatilia watu wengi sana wanaumia. Kwa nini wanaumia? Kwa sababu kuna hali ya uadui iliyowazuia hawaendi. Kwa sababu kuna kitu kipo katikati yao. Unamkuta ni baba na mtoto, ni mama na mtoto, ni familia, ni mume na mke. Unaikuta the entire family, unakuta tayari kuna shida. Nenda mpaka kanisani. Mauti ikisha ingilia, kuna uadui. Yaani mauti ikishaanza kuua watu kiroho, kuna uadui unakaa. Na haijalishi wewe unasali wapi, sijui kanisa la moto wa kiroho, sijui kanisa la moto wa mbinguni, kwa sababu makanisa sasa yana majina ya kimoto moto, utaenda. Lakini mauti yako haiondoka sawa unaishi kanisa la moto. Kwa sababu mfumo ulioharibika sio wa kanisa, mfumo ulioharibika ni wa kiroho. Kwa hiyo kuna kitu cha kiroho lazima kifuatiliwe. Mwangalie mwenzako, mwambie pale nyumbani kwako hamna kitu kidogo unakokajua kanaweka uadui kati yako na mtu wa nyumbani kwako. Mwangalie mwenzako, alafu muulize tu. Ni kagumu kukaelezea, na wengine anashindwa kuuliza kwa sababu anajua ipo. Sikia, kale ka uadui ukatengenezi wewe. Hujanielewa? Sikia, ukaleti wewe. Na usije ukajihesabia haki kwamba mimi sina uadui na mtu.
Sikia, ukileti wewe hicho kitu, ni mauti kisha kuja kwenye mfumo wa kiroho inaleta. Kwa hiyo automatically unajikuta unaishi kwenye huo mfumo. Na ni kwa sababu hujajua sasa mauti kisha fika pale inawafanya mnaishi hivyo. Kama mnapendana saa mnaonana tu kwa dakika moja. Lakini kila mwenzake akimpiga mgongo mwingine, mawazo yanayokuja nyuma kafuatilie, sio mawazo ya amani. Unielewi? Utanielewa hata siku moja. Hata kama unapendwa kama pipi, vile mtoto anavyopenda pipi, saa hiyo ni saa hiyo tu, talambwa mpaka nywele. Lakini huo upendo baada ya dakika 15 uadui, kwa sababu unaishi kwenye ulimwengu wako wa kiroho, ghafla utauona umewablock. Naongea na mtu. Sasa kuna kitu cha kujifunza. Usiombe tu sema roho ya mauti toka, roho ya mauti. Wapi? Sasa roho ya mauti ina upana mkubwa sana kibiblia. Na hatutaki tu kuiambia mauti. Mauti ni kubwa, mauti ni kubwa. Lazima uijue, alafu ujue namna ya kuiondoa. Ukiambia tu toka, toka, unafikiri na kusikia. Japo Biblia inasema mauti inasikia. Ina masikio. Unaiambia tu toka, inatokaje? Mauti huwa inatolewa na nguvu ya aina fulani. Na moja ya nguvu inayoondoa mauti ni nguvu ya mauti ya Kristo. Lazima ujue, ndio maana nafundisha. Sio kwa kuiambia mauti, mimi nimekuona, toka. Lazima uwe kwenye ule upako wa ile nguvu ya mauti ya Kristo ambayo inaondoa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mistari miwili hapo kwenye hilo eneo, kwenye hiyo pointi ya mwisho, ili tukaombe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Efeso 2 mstari wa 15. Moja ya kitu ambacho Yesu alikifanya wakati anakufa msalabani, wa Efeso 2 mstari wa 15, Biblia inasemaje? 1, 2, 3, 15. Naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake. Mwili wake ulifanyaje? Aliuawa pale juu. Bwana Yesu asifiwe. Alikufa ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Kwa hiyo kuna uadui. Sasa kazi ya mauti ya Kristo ni kuondoa uadui. Uadui ulioletwa na nini? Na mauti. Wawili wanaweza wakaishi chumba kimoja lakini wana uadui. Mwangalie mwenzako, kumwambia unaweza kuishi na mume wako na mke wako na ni maadui. Unaweza kuishi na mtoto, unaweza kuishi na mjukuu, unaweza kuishi na mama yako nyumba moja, lakini ni maadui. Na hamwambiani mimi na wewe ni maadui. Mwangalie mwenzako, kumwambia hamjawahi kuambiana, lakini ndani kuna uadui. Yesu alikuja kufanya nini? Alikuja kudili na hiyo mauti. Wewe hujajua, hutembei tu na uadui, unatembea na mauti. Kwa sababu kilichoko hapo sio hilo neno uadui, kilichoko hapo nyuma ni mauti. Mauti ndio imekaa pale saa hii. Unamuona mume aliyekuwa ambaye ulikuwa unampenda kuliko kitu kingine chochote, shetani. Na umwambiwe ni nusu wa shetani. Lakini ndani ya moyo wako ndio unajua ni nusu ya shetani na kuzimu ni yeye. Umwambii, unamwambiaje uchinjwe? Uko ndani ndio unabaki nao. Alafu kuna saa unajitahidi kupretend. Ndio my darling,
ndio sweetheart. Na usemi sweetheart. Unajua ukisema sweetheart hujasema vizuri. Unamwambia yes sweetie. Lakini ndani pamoja na sweetie, ndani kuna uadui. Sasa kafuatilie, sio kitu unataka wewe. Hata wewe mwenyewe unafika mahali kama Yesu anasema, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako. Kuna kitu kimekuja pale. Yaani ukimwangalia hivi unajaribu kusema ni nini kinaendelea. Kuna uadui wa mauti. Na watu wengi wanateseka kwenye maisha, wanatembea na mauti ambayo imeweka uadui kwao. Na hawajui akifika hapa kuna kitu kinakataa. Yaani kuna namna tu hata watu wakikutazama haiendi. Haiendi. Sasa Yesu alikufa kwa ajili ya nini? Yesu alitoa mauti. Okay, soma kile kitabu cha Timotheo wa pili. Nataka kwenda kumaliza. Timotheo wa pili. Naona vitu vingine nitasema kesho. Nimetamani kuomba na wewe leo mapema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa pili mlango wa kwanza. Timotheo wa pili mlango wa kwanza. Naomba nipatie betri nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 10. Tusome ule mstari anasemaje? 1, 2, 3. Na sasa inadhihirishwa kwa kufufuliwa kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliyebatili mauti na kufunua uzima na kutokuharibika kwa ile injili. Kuna mtu anaona mstari? Mimi nataka uangalie pale juu. Nasema hivi: na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu. Kumbuka nimekwambia tumia mauti ya Kristo Yesu. Sijakwambia ya Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu baada ya kufufuka ndipo tunapata nguvu ya kuishinda mauti. Yesu aliuawa, lakini Kristo Yesu ndiye aliyefufuka. Hujawahi kuwasikia wale wanasiasa wanaosema fulani alipoenda gerezani na aliyerudi ni wawili tofauti? Kwa nini? Kwa sababu aliingia alikuwa tofauti na aliyetoka alikuwa tofauti. Kuna kitu alichokutana nacho kule. Mazingira unayokutana nayo kwenye mauti huwa yanakumeza. Alafu ile nguvu inayokutoa pale ndiyo inayotangaza. Ndiyo maana Biblia inasema hivi: kama Kristo hakufufuka, kuhubiri kwetu ni bure, na kile imani yetu tunachokiamini ni bure. Unanisikia? Sasa unapotumia mauti ya Kristo unataka uone kile kitu pale. Mstari wa 10 anasema hivi, angalia tena vizuri kwenye mstari wa 10. Hicho kitu nilitamani ukisema tangia kule kwa muda hautoshi. Anasema na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi Kristo Yesu, aliyebatili mauti. Sio Yesu Kristo. Yesu Kristo alifanya kazi zake miaka 3 na miezi 6. Lakini alipoenda kule baada ya kushinda mauti, alibadilika, alipanda cheo. Watu wanaonifahamu mimi, nilipokuwa shule ya msingi na nilipofika sekondari na nilipotoka sekondari nikaenda chuo, kwa hatua nilio nayo sasa, hawanioni kama yule niliyekuwa nao. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kuna ngazi ukivuka, ni maana nasema yeye ashindaye hatapata madhara ya ile mauti. Kwa nini? Kuna level, kuna kiwango. Baada ya kuvuka pale anaitwa Mwokozi Kristo Yesu. Okay. Huyo Kristo Yesu alibatili mauti. Nini maana ya kubatili? Hicho Kiswahili, nini maana ya kubatili? Walimu mko hapa wengi sana. Nini maana ya kubatili?
Kumbe wote hamjui Kiswahili. Kutangua, kuiondoa. Bwana asifiwe. Kubatili maana yake unaingoa. Ilikuwa hapo ina nguvu, inaweza. Sasa yeye alipokuja, moja ya kazi aliyoijia ni kuibatili. Kuibatili maana yake ameenda saa hii kwa mujibu wa sheria haifai kuendelea kuwepo. Kwa hiyo anaitoa, anaweka ingine. Ndio maana sasa alipokuja kuwa mjumbe wa Agano Jipya, anaenda pale analipa kilichotakiwa kuchukuliwa, alafu anaweka mauti yake kurudisha urithi wa wale waliopoteza kwenye ile ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mauti ya Kristo ndio ina kazi ya kututoa huku. Hakuna mtu anaweza kufa kwa ajili ya kusaidia hapo. Hakuna mwanadamu anaweza kufa mwingine akatoa mauti yake kuokoa mauti ya watu. Ni Yesu. Na mimi siku ya 4 nataka ujue, alafu moyo wako uchangamke kwamba pamoja na mauti zote unazoishi nazo, Kristo Yesu Bwana, ambaye Biblia inamweleza alienda akabatili hiyo mauti. Unatakiwa kupata ufahamu, na ile ufahamu unapoingia ndani yako, unaanza kuengage kwenye eneo moja moja ambalo shetani tayari alianza kuwa. Peleka hiyo mauti ya Kristo kwenye eneo la uadui ambao limekaa. Utashangaa upatanisho na amani inatokea ambayo hujawahi kuiona. Peleka kwenye eneo ambalo biashara imelala au maisha yako yamelala, usingizi wa mauti. Vipawa, karama imelala, usingizi wa mauti. Ghafla ukipeleka mauti ya Kristo, unashangaa kile kipawa kinaanza kuinuka na watu wanakiona. Haleluya, 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 haleluya. Nimalizie na mfano. Wakati fulani nilikuwa na shida katika ulimwengu wa roho, alafu Mungu akaleta picha ya kwamba good luck, niko mochwari. Alafu nikiwa kule mochwari, maandalizi ya kunipeleka na kutakiwa yakaanza. Unasikia? Sio leo, sio jana, muda mrefu sana. Wakati Mungu alipoleta hiyo picha, alikuwa ananisemesha juu ya hali ya kiroho na vita yake dhidi ya mauti inayotaka kumaliza mfumo wa kile Mungu aliweka ndani yangu. Unajua, atukuzwe Yesu, mle yule good luck ambaye anaandaliwa kwa ajili ya kupelekwa na nyumbani kwao tayari watu wameandaa maziko. Ghafla akaamkia mle ndani. Alipoamkia mle ndani, akaanza kushangaa, nilifikaje huko na ni nini kilinifikisha huko. Akatoka mle ndani, alafu yale maziko yakabadilishwa. Hakukuwa tena na hali ya kwenda kumzika mtu, kwa sababu msiba wa yule aliyekuwa anaenda kuzikwa haupo. Ameamkia kutoka mochwari. Hivi tunavyozungumza, sikiliza, good luck ninayezungumza hapa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna wakati nilionekana niko katikati ya miili mochwari, kwenye friji kama wengine. Nakupa mfano. Sasa ni vizuri sana kukusaidia, ni mfano wa kukusaidia. Alafu Mungu akamtoa. Alipotoka alipiga chafya, akaamka. Wakati anaamka anajiuliza, na nimefikaje huko? Na unajua hichi kitu kilitokea wakati gani? Wakati watu wanafikiri mimi hapa naendelea kufanya huduma sana, wakati ndo nimeingia tu hapa, ghafla kwenye ulimwengu wa kiroho kilichotokea saa hiyo hiyo, nilipata madhara ya mauti ya kiroho. Alafu nikatembea nayo kwa miaka 3. Unanisikia? Atukuzwe Yesu leo, aliyefuka ana uwezo wa kusema vilivyokuwa vinaendelea rohoni. Unanisikia?
baada ya mimi kupata, nitamleta na mtumishi mwingine ambaye aliona wakati huo. Alafu wakati ananitafuta hatupatani. Napoeleza hichi kitu nimekueleza jana, moja ya kitu nilikuwa nashughulika nacho, nilikuwa nakimbilia mlimani mara zote, na watu hawajui kinachonitesa na nalia ni kwa sababu gani. Kwa sababu naona mbele Mungu amenipa watu maelfu kwa maelfu, alafu katikati ya njia naenda kule, ghafla hapa mauti imekuja imepambana na mimi. Unajua huduma ninayofanya hapa, njia ya ng'ombe ya pili ni ndogo sana. Sikia, mimi sijaitwa kukaa hapa. Mimi niko hapa kwa ajili ya muda kukusaidia. Hutanielewa leo. Niko hapa ili kutengeneza watumishi wengine. Kuna siku chache zinakuja. Sasa ujumbe usio wa watu 15 nafikiri. Usifikiri ni wa watu, idadi yenu hapa mlioko hapa si wa kwenu. Si wa kwenu tu. Na mimi najua nako kwenda. Hata mtu asipokuja kusema, mimi najua nako kwenda. Moja ya vitu ambavyo sasa inafanya ni matengenezo. I know. Kuna wakati nilitamani kutoka, alafu ghafla ikazimia njiani. Tamani kwenda kuanza pale uwanja wa reli. Miaka 10 imepita. Alafu ghafla nikiwa napanga hiyo mipango, nimeshatafuta na vibali vya polisi na kila kitu, alafu ghafla kuna kitu kikaingia pale. Bado ndani ninajua nilichoitiwa, ndani ninajua na watu ninawaona ndani bado sijawaona. Unanisikia? Sijui kama unanielewa. Watu ninaowaona sijawaona. Wakati Mungu ananisemesha, nilipoingia kwenye picha hii, niliwaambia wachache, nikamwambia naingia kwenye uchungaji sio. Naingia kwa sababu niko nataka kuwafurahisha. Mungu amenisemesha niingie hapo ili kupata mlango. Lakini ananisemesha huo mlango hautakuwa mwepesi mpaka saa utakapofika mahali utapata njia, alafu utatokea katikati yao. Na saa unajua saa imefika. Sio kila mtu anajua. Mimi ndo najua saa imefika. Kwa nini? Kwa sababu najua kitu gani Mungu alikuwa ananisemesha wakati ule, na nilipokuwa nachukua zile step, japo zina maumivu na shida, lakini saa najua wapi nipo. Na nimeumia. Sasa naeleza kwako, kuna mauti. Unaweza ukawa umevamiwa na mauti na bado unatumika. Atukuze Yesu. Mimi nilipotoka pale nikaanza kurudi. Sasa nimeanza kujitambua. Na unajua saa hiyo ni kama nilikuwa naendeshwa kama gari bovu. Nilikuwa naenda tu kama kichaa fulani hivi. Nipo kwenye huduma, nafanya kazi ya Mungu, na Mungu analeta majibu, anawasaidia watu, anawaponya watu, lakini mimi najua situation nilionayo sio ya kusema kwa mtu. Ukisema kwa mtu saa hiyo, watu wakiwa na imani ndogo namna hiyo wanakuacha. Lazima uje useme kama ushuhuda, kwa sababu aliye na mwana ana ushuhuda. Kwa hiyo mimi na saa hii nashuhudia kitu ambacho nilipita. Napofundisha hichi kitu nakupa uhakika. Listen, kama kuna mahali kuna mauti imekaa kwenye maisha yako, Kristo Yesu ambaye alikufa, alienda akaibatili mauti. Haijalishi hiyo mauti saa kuna watu walikuwa wanafurahia kuna mahali unaenda kuishia. Nataka nikwambie 2025 huu mwezi wa 4 tunapozungumzia hapa kwenye Pasaka, kuna watu watakuona umetokeza mbele kama jeti. Haleluya! 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 Haleluya!
vinaenda kufufuka, kuna vitu vinaenda kufufuka, kuna vitu vimelala usingizi wa mauti. Jioni ya leo vinaenda kuamka kwa upya, vinaenda kwenda kwa upya. Ni vipawa, ni karama, ni huduma, ni familia, ni ndoa, ni kazi yako. Sai uchumi wako umelala usingizi wa mauti, uchumi wake amka jioni ya leo katika jina la Yesu. Ufufuke katika wafu na Kristo Yesu atakuangaza. Araba shakata mandarabala. Haleluya, 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 haleluya. Kuna kitu kimelala na Mungu anataka kukiamsha. Simama, simama, simama. Raba shanda rabasata, rabribo shata badabakosata. Mingine nitasema wakati wa kesho, na kesho kitu tutavisema kwa sehemu. Maya sakata, mandari ya saka. Simama, inua mikono yako juu. Okay, kabla tujaenda kwenye maombi moja kwa moja, nakumbuka kidogo kwamba tulitamani kutoa sadaka zile za bahasha. Kama unayo ile bahasha, kama huna, inua mkono wako akupatie mara moja. Tutoe kabla tujaingia kwenye maombi. Ramo shandaraba sakarabasa, riba shakata badaba. Ripakashata badabasa, mandaraba sikribasaya. Kama umeshapewa hii bahasha ya sadaka, kuna bahasha ya sadaka yako ya leo. Ile sadaka inawezesha semina hii, unaweza kuchukua sasa, inua juu kwa Bwana. Ile bahasha ya kesho, kama ile bahasha ya kesho tutapewa baadaye, saa tunatoka. Inua mkono wako juu kwa Bwana, inua mkono wako juu kwa Bwana, inua mkono wako juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, saa hii nimesimama mbele zako. Bwana, kuna hali ya mauti ambayo imeweka uadui miaka mingi kwenye maisha yangu. Uadui kati yangu na wewe, uadui kati yangu na vitu, uadui kati yangu na uchumi, uadui kati yangu na afya. Bwana, kuna mahali usingizi wa mauti umevamia maisha yangu. Bwana, jioni ya leo niko hapa kupitia mauti ya Kristo Yesu. Kila kilichokufa sai kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, Mungu wa Israeli, sai kwa mamlaka yako nitoe mahali ambapo hiyo mauti imeshikilia maisha yangu kwa jina la Yesu. Uadui uliokaa kwenye maisha, kwenye kazi, kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kwenye uchumba, kwenye mahusiano ya kibiashara, Bwana, sai kwa neno lako, sai ikaondoke hiyo nguvu kwa ile mauti ya Kristo. Sai mifumo ya giza iliyobeba hiyo mauti iniachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba kidogo, pata nafasi, omba kidogo. Takatifu Bwana, wewe ndiye Kristo uliyekufa ukajitoa kwa ajili yetu majira haya. Bwana, tunakuja mbele zako, ninakusihi sasa kupitia madhabahu